Wana maombi wengi sana wanapoingia katika maombi bado hawajajua kitu gani hasa ambacho kinazuia kupokea majibu ya maombi yao. Watu wengi sana wamekuwa wanaomba, inafika wakati mpaka wengine wanakata tamaa kabisa kuomba. Wengine wameacha kuomba kabisa, mioyo yao imekufa moyo, kwa sababu wanaona kwamba wanaomba na waoni majibu ya maombi yao. Lakini ni kwa sababu hawajajua vitu vidogo sana ambavyo vinazuia wao kupokea majibu ya maombi yao. Karibu sana, hili ni somo lingine. Tupo tunazungumza kwa habari ya vitu vya muhimu ambavyo lazima viwepo kwenye maombi ili mtu aweze kupokea majibu ya maombi yake. Na leo hii tunakwenda kujadiliana kosa ambalo watu wengi wanalifanya ndani ya maombi na baada ya maombi, hata likazuia kupokea majibu ya maombi yao. Karibu sana. Kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali subscribe hapo chini, like video hii, share kwa watu wengine ambao wanatamani kuomba na wapokee majibu ya maombi yao. Karibu sana. Mstari wangu wa kwanza kabisa utakuwa ni Yohana Mtakatifu sura ya 20 kuanzia mstari wa 24. Yesu Kristo anatufundisha kwamba mtu ni lazima upate kusadiki hata kabla hujaona. Anatupatia mfano wa mtu mmoja anaitwa Tomaso, ambaye Yesu Kristo alipojidhihirisha kwa wanafunzi wake baada ya kufufuka, yeye hakuwepo. Sikiza mstari huu kwa makini sana, utajifunza kitu ambacho kitakusaidia sana katika maombi yako. Bible inasema hivi: walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Tomaso alitaka, ili aweze kusadiki, alitaka lazima aweke mikono yake katika ubavu wa Yesu apate kuona yale makovu. Basi baada ya siku 8 wanafunzi walikuwako ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Yesu anatuambia wazi kwamba wanaheri watu wale ambao hawajaona wakasadiki. Kwa nini? Ngoja nikupe mfano. Mimi hapa nikimwambia mtu ya kwamba nimekununulia gari, nenda showroom kachukue, yule mtu kama ananiamini, maana yake ataondoka, hatoniambia kwamba nikiliona ndipo nitaamini umeninunulia, ila kwa sababu akijua kwamba kwanza ninao uwezo wa kumnunulia, lakini neno langu ni la uaminifu nilomwambia, maanake mimi ni mkweli, mtu yule ataenda bila hata kuniuliza kwamba mpaka nione. Manake hiyo kwangu inakuwa ni utukufu. Kwa nini? Kuaminiwa ya kwamba umesema ukweli, kuaminiwa ya kwamba una uwezo ni utukufu. Ndio maana Mungu wetu, unapoamini kabla hujaona, Mungu kwake ni utukufu. Kwa nini? Unamdhihirishia ya kwamba yeye ni mkweli na ana uwezo. Lakini unaposema mpaka nione, maanake umedauti uwezo wake, umedauti uaminifu wake. Ndio maana Yesu akamwambia Tomaso, ana heri mtu yule ambaye amesadiki kabla hatajaona. Ndivyo ilivyo kwenye maombi. Mtu yule ambaye akishaomba alafu akaamini kwamba aliyoyaomba ameyapata, mtu huyo ni heri. Mtu yule ambaye anaamini kwamba aliyoyaomba anayo kabla hata hajayashika, mtu huyo kwa Mungu ni heri. Kwa sababu gani? Anaamini neno ambalo Yesu amelisema. Yesu amesema hivi, ombeni nanyi mtapewa. Kila ombaye hupokea. Maanake ukiamini alichokisema Yesu, ya kwamba ukiomba ukaamini kwamba ulichokiomba unacho,
maana yake umeweka imani kwa Yesu ya kwamba alichosema kila aombaye hupewa ni kweli, kila aombaye hupokea ni kweli. Haleluya! Na hivyo unakuwa heri. Ndio maana watu ambao wanaomba alafu wanaamini kabla hawajaona, wanaamini wanavyo vile walivyoviomba, watu hao ni heri na Mungu anawapatia majibu ya maombi yao. Ngoja nikakusomea mstari wa 2 ili upate kuelewa kile ambacho Yesu Kristo anakizungumza, uelewe ya kwamba ni muhimu sana kuamini hata kabla hujaona. Hiyo ndio ambayo inamprovoke Mungu kuachilia majibu, inamfanya Mungu aachilie majibu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 14 na 15. Biblia inasema hivi, na huu ndio ujasiri tulionao. Na huu ndio ujasiri tulionao wapi? Kwake. Kwa nani? Kwa Mungu. Anasema huu ndio ujasiri tulionao kwa Mungu. Huu ujasiri mwana maombi lazima awe nao ili aweze kupata majibu maombi yake. Mwana maombi unayetaka majibu, ujasiri huu you must have, lazima uwe nao, huwezi kukwepa, lazima uwe na ujasiri huu. Kwa nani? Kwa Mungu. Anasema hivi, ya kuwa tukiomba kitu sawa sana mapenzi yake atusikia. Lazima uwe na ujasiri kwamba ukiomba kitu sawa sana mapenzi yake, Mungu anakusikia. Anasema hivi, na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo, sio tutakuwa nazo. Anasemaje? Tunajua tunazo zile haja tulizomuomba. Anasemaje? Tunajua ya kwamba tunazo, sio tutakuwa nazo, tunazo. Kama unayo imani ndani ya moyo wako, kama unao ujasiri ndani yako ya kwamba ukiomba Mungu anakusikia, basi lazima uwe na ujasiri, lazima uwe na imani ya kwamba zile haja ulizomuomba unazo. Lazima uamini kwamba haja ulizomwomba unazo. Haleluya! Unapoamini kwamba zile haja unazo, unamprovoke Mungu, unamgusa Mungu apate kuachia majibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa unazidi kuelewa kwamba maombi, unapoomba ni muhimu sana uwe na ujasiri kwa Mungu. Kwa unaamini kwamba Mungu ni mkweli, kwa sababu Yesu amesema katika Yohana 16:23 ya kwamba ukiomba kitu kwa jina lake Baba atakupa. Kwa kama una imani na Yesu ya kwamba Yesu alichokisema ni cha kweli, ya kwamba tukiomba kitu kama kwa jina lake Baba atatupatia. Kwa unapoenda kuomba ukaamini ya kwamba ulichokiomba unacho, maana yake nini? Moja, umeamini kwamba Yesu ni mkweli, umeamini Yesu ni mwaminifu, umeamini Yesu ana uwezo kufanya alichosema. Sasa unapoamini vitu hivyo, ya kwamba Yesu ana uwezo wa kufanya alichokisema, unaamini kwamba Yesu ni mkweli, alivyosema kwamba mkiomba lolote kwa jina langu Baba atawapa. Tena katika Yohana 14 amesema kwamba mkiomba kwa jina langu mimi nitafanya. Ukiamini, unapoenda kwenye kuomba, amini maneno hayo, amini maneno hayo. Unapoamini ya kwamba Yesu alichokisema ni kweli, maana yake nini? Ukiomba unaamini kwamba haja zile unazo, hata kama hujaona, hata kama bado hujaona, unaamini. Kwa nini unaamini? Hauamini kwa macho. Mwenye haki aishi kwa macho, mwenye haki anaishi kwa imani, sio kwa kuona. Kwa unapoamini unafanya Mungu aachilie. Kwa sababu gani? Yesu ni mara nyingi amesema kwamba imani yako imekuponya. Imani zetu zinafanya tupokee kutoka kwa Bwana. Hebu fikiria Ibrania sura ya 11 inasemaje? Kuanzia 34 inaweka wazi ya kwamba kwa imani hata bahari ya Shamu iligawanyika, kwa imani Yordani ilisimama, kwa imani vitu vikubwa vinatokea. Kwa imani kwenye maombi ni muhimu sana. Sasa imani kwenye maombi ni ipi? Unapoomba amini ulichokiomba unacho. Unapoamini hivyo, unampa Mungu ishara ya kwamba unaamini alichokisema mwanaye Yesu Kristo, ya kwamba tukiomba kwa jina lake Baba anafanya. Unapoamini hivyo, unamprovoke Mungu kuachilia majibu. Unafanya majibu yako yapate kutokea katika jina la Yesu. Napenda kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 11
Kitabu cha Marko Mtakatifu sura ya 11. Kama una Bible yako, fungua Marko Mtakatifu sura ya 11. Kuna kitu cha muhimu sana natamani ujifunze mahali hapo katika jina la Yesu. Marko sura ya 11 mstari wa 22 na wa 23. Bible inasema hivi: Yesu akamjibu akamwambia, mwaminini Mungu. Hapa ilikuwa ni Petro. Ukisoma uko juu, Petro alimfuata Yesu, akamwambia Yesu, ule mti ulioulaani umenyauka. Nafikiri unaifahamu hiyo story. Yesu alienda kwenye mti apate kupata matunda, akakosa matunda, akauambia ule mti, tangu leo yasipatikane matunda kwako. Afu Yesu akaondoka zake. Mti haukunyauka saa ile ile, ila Yesu alikuwa haishi kwa kuona. Yesu alikuwa anaishi kwa imani. Kwa alipowaambia mti ya kwamba tangu leo yasipatikane matunda kwako, Yesu akaondoka zake. Hakusubiri ishara, hakusubiri aone, aliamini alichokisema kimetokea. Aliishi kwa imani, sio kwa kuona. Sasa wanapita wanafunzi wake tena mahali pale pale, wakaona ule mtu umenyauka. Wanamwambia, mwalimu, rabi, ule mtu ulioulaani umenyauka. Yesu anamwambia Petro, Yesu akamwambia hivi, mwaminini Mungu. Yesu anamwambia Petro, siri ni kumwamini Mungu. Anamwambia hivi, amini nawaambia, yeyote atakuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, anasema hivi, ila aamini kwa, anasema hivi, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Anasemaje? Wala asione shaka wapi? Moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Yesu anasemaje? Ukiuambia mlima ng'oka ukatupwe baharini, usione shaka moyoni mwako, ila tu uamini ulioyasema yametukia. Yesu asemi uamini yatatukia, anasema uamini yametukia. Anasemaje? Yatakuwa yako. Ndio maana Yesu alipouambia ule mti akaondoka. Kwa nini? Akuona shaka moyoni, aliamini kwamba aliyoyasema yamekwisha kutukia, akaondoka zake. Ndipo Yesu anasema hivi, mstari wa 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Yesu asemi kwamba aminini mtayapokea, aminini mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Mnayapokea maana yake nini? Ile pale unapoomba, unapokuwa kwenye maombi, unapoyaomba unaamini kwamba unapokea saa ile, unaamini kwamba unapokea. Unapokuwa unaamini kwamba unapokea, yale maombi yanakuwa ya kwako. Shika kanuni hii, itakusaidia. Shika kanuni hii, itakusaidia. Mungu namna alivyo ni mpaka umefanya sehemu yako aliyokuagiza ufanye, ndipo yeye analeta muujiza. Mungu alivyo ni mpaka umefanya sehemu yako aliyokuagiza, ndipo naye anafanya sehemu yake. Mungu alimwagiza Musa, nyosha fimbo. Musa aliponyosha fimbo, Mungu akaigawanya bahari. Yesu alipowaambia wale watu, jalizeni mabarasi, walipojaliza mabarasi, yale maji yakawa divai. Yesu akamwambia yule kipofu, nenda kanawe kwenye birika la Siloamu. Aliponawa ndipo akawa mzima. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Unapofanya kile ambacho Mungu amesema, alichokuagiza, unapofanya, ndipo miracle inatokea. Ndivyo ilivyo kwenye maombi. Yesu ametuagiza, unapoomba amini ya kwamba yale unayoyaomba unayapokea. Ile time unayoomba, ile moment unayoomba, amini unayapokea. Anasemaje? Nayo yatakuwa yenu. Kwa unapoamini ndipo yanakuwa ya kwako. Usipoamini ukisema kwamba nitayapokea, atanijibu, atafanya, unaharibu. Usiseme atafanya, sema amefanya kwa sababu nimeomba. Usiseme yatakuwa, sema yamekuwa kwa sababu nimeomba. Na usiseme kulizisha mdomoni, ila ndani ya moyo wako. Yesu anasemaje? Aamini, asione shaka moyoni mwake. Aamini moyoni mwake. Unapoamini yanakuwa ya kwako. Hiyo ni kanuni ndogo sana ya maombi katika jina la Yesu. Naomba nikusomee mstari huu, inawezekana ukawa wa mwisho siku ya leo. Kitabu cha Warumi sura ya 4 na mstari wa 17. Warumi sura ya 4 mstari wa 17 anasema hivi. Hapa anaongelea kwa habari ya imani ya Ibrahimu, namna gani Ibrahimu alipokea majibu yake. Anasema hivi,
kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwabeba mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu. Mbele zake wa nani? Aliyemwamini, yaani nani? Mungu. Anasema hivi, mbele zake aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwauisha wafu, ayatajaye mambo yasiyokuwako kana kwamba amekuwako. Mungu anataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Kwa Ibrahimu alimwamini Mungu ambaye anataja mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Ili uweze kupokea majibu ya maombi yako, lazima ujenge tabia ya kuyaona mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwepo, na hiyo ndio inakupa ujasiri. Kwani imani ni nini? Waebrania 11 mstari wa kwanza. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa kuna mambo unayatarajia. Sasa imani, unakuwa una uhakika na yale unayotarajia. Maana yake nini? Unakuwa unayaona kana kwamba unayo, unayatamka kana kwamba unayo. Ile ndio imani, na ile ndio ambayo ina bring miracle. Sasa kwa nini uamini mambo yasiokuwako kana kwamba yamekuwako? Ili upate muujiza. Sikia Ibrahimu anachokisema, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Kwa aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwabeba mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri kwa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini sikia sasa hapo, lakini akiiona ahadi ya Mungu. Akiiona nini? Ahadi ya Mungu. Hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Kilichomfanya Ibrahimu amwamini Mungu aliyetaja mambo yasiyokuwapo kana kwamba amekuwapo, ni kwa sababu Ibrahimu ndani ya moyo wake alimwamini Mungu ya kwamba anaweza kufanya kile alichoahidi. Naomba nisikize mwana maombi ninapomalizia ujumbe wangu. Nisikize sana mwana maombi, nisikize mno katika jina la Yesu. Nisikize sana mwana maombi, nisikize mno katika jina la Yesu. Ili upate majibu maombi yako, cha kwanza lazima uamini neno la Mungu. Uamini Mungu alichokisema ni kweli. Kama Yesu amesema kwenye Yohana 16:23 ya kwamba ukiomba kitu kwa jina langu Baba atawapa. Anamwambia hata sasa mjaomba chochote, ombeni sasa kwa jina langu Baba atawapa, ili furaha yenu ipate kuwa kamilifu. Lazima uamini kama ukiomba kitu kwa jina la Yesu Baba anakupa. Kama Yesu amesema ombeni nanyi mtapewa, amini kama ukiomba umepewa. Haleluya! Sasa kumwamini Mungu. Tena Yesu anaongezea, anasemaje? Ikiwa ninyi mlio waovu mnaweza kupata watoto wenu vipawa vilivyo vyema, vivyo Baba yenu aliye mbinguni atawapa ninyi mkimwomba Roho Mtakatifu. Nikwambie wazi, maombi ni kumwamini Mungu ya kwamba Yesu alivyosema ukiomba unapata. Amini. Ukiwa na imani hiyo, ukienda kwenye maombi yako, imani yako itadhihirika namna hii. Ukiomba utakuwa una ujasiri ndani mwako ya kama nimeomba napokea, nimeomba nimepokea. Na ukimaliza maombi yako utakuwa una imani ya kama nilichokiomba nimekipata. Sasa ukiwa una imani hiyo, majibu ni 100% katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo usiungane na kosa ambalo wanalifanya wana maombi wengi sana. Wana maombi wengi wanakosea. Wakiwa kwenye maombi wanaamini kwamba Mungu atawafanyia siku moja, na wakimaliza maombi yao wanaamini kwamba Bwana atafanyaga. No, ukiamini Bwana amefanya, Mungu anafanya kwa jina Yesu. Ndio maana Yesu anamalizia kusema hivi, na yoyote myaombayo katika sala mkiamini mtapokea. Yoyote myaombayo katika sala mkiamini mtapokea. Na kuamini nini? Amini ya kwamba umeomba umepokea, na moyoni mwako usiwe na shaka. Katika jina la Yesu nikuombe, kama bado hujasubscribe channel hii, subscribe tafadhali. Share channel hii na watu wengi katika jina la Yesu. Share video hii na watu wengi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Share na watu wengi. Na kama una maombi, nimeweka namba zangu hapo. Nenda katika hizo namba zina WhatsApp. Njoo kwenye WhatsApp. Niambie maombi yako, tutaomba pamoja. Share na mimi. Una maswali, uliza. Na nimeweka linki hapo chini. Jiunge kwenye linki. Jiunge kwenye channel yetu ya maombi. Utajifunza sana kwa habari ya maombi na Mungu atakubariki. Tafadhali
ninakuombea leo hii unapoenda kwenye maombi, moyo wako usiwe na mashaka, moyo wako usiwe na hofu, na ukaombe ukapate majibu ya maombi yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwana maombi, ninakusii usifanye hili kosa. Leo hii ukienda kwenye maombi, amini kama Mungu amefanya. Yataje mambo yasiokuwako kana kama amekuwapo. Kumbuka neno hili, mwenye haki ataishi kwa imani, sio kwa kuona. Yesu anasema kwenye Marko 9:23 ya kwamba yote yanawezekana kwake aaminie. Mungu akubariki sana. Amen.